Ama hakika utulivu unahitajika kunako usajili wa dirisha dogo la usajili ambalo tayari limeshakwisha kufunguliwa Disemba 16 na sasa litafungwa rasmi Januari 15, na baada ya hapo tutafahamu timu gani imeweza kufanya usajili kuendana na kile ambacho walikitarajia. Lakini tumeshuhudia mengi ambayo yamefanyika siku mbili hizi, na baada ya hapo bado tutashuhudia mengi sana, na imekuwa ndo taarifa kubwa mitandaoni kwamba 2020 tutashuhudia mengi sana kunako soka na Tanzania. Nazungumzia Vodacom Premium League kiasi kikubwa. Karibu sana pia uweze kuyafahamu mengine mengi ambayo tayari imeshakwisha kuyakusanya, lakini pia yako kwenye dawati la Dream Sports kwa mahakika. Na imetoka tamko ambako baada ya watani wa jadi Young Africans kuanza usajili kwa kasi, uongozi wa klabu ya Simba kupitia ofisa habari wake Haji Sande Manara umesema wao kamwe hawataweza kufanya usajili kwa ajili ya fashion au kwa ajili ya maonesho kwa ajili wenzao nao wanafanya. Wao watafanya usajili kwa weledi. Haya ni maneno ya Haji Sande Manara, ofisa habari pamoja na mkuu wa kitengo cha mawasiliano pale Young Africans. Karibu sana kupitia hapa Dream Online TV, kisha na subscribe. Baada hapo bonyeza alama ya kengele kwa sehemu salama ya wale wanaopokea taarifa hizi mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi ni kufahamishana, lakini pia kukuchambulia yale ambayo tayari yameshakwisha kuchukua nafasi. Kumbuka Young Africans wamefanikisha usajili wa wachezaji kadhaa wakiwemo Adium Saleh, lakini pia akiwemo Tariq Saif, Haruna Kizima na Fadhili Nionzima ni miongoni mwa wachezaji ambao wamechukua sana nafasi kwenye mazungumzo, ikiwa ni urejeo mpya, ikiwa ni mara baada ya kuondoka Young Africans kujiunga na Simba Sports Club ambao waliamua kuachana naye msimu uliopita, na baada hapo kujiunga na timu yake AC Kigali nyumbani kwao, na baada hapo amerejea tena Tanzania kijiunga na Young Africans. Haswa chachu ya kujiunga kwake na Young Africans ikichagizwa na mchezo wa watani wa jadi unaochezwa Januari 4 kunako dimba la Taifa jijini Dar es Salaam, ikiwa ni miongoni mwa michezo inayosubiriwa pia kwa hamu sana na mashabiki pande zote hizi mbili. Kumbuka wamekuwa ni mahasimu licha ya kauli mbalimbali zinazotolewa na viongozi wa pande zote mbili, lakini kubwa zaidi limeegemea kwenye usajili. Lakini liko lingine tena ambalo anahusishwa nalo kocha wa wekundu wa Msimbazi Simba, anamzungumzia Patrick Msuchebe kuhusiana na kutua ndani ya klabu hiyo ya Young Africans kama kocha mkuu, ikiwa ni baada ya Charles Boniface Mkwasa kukaimu kama kaimu kocha mkuu. Ndipo anatafutiwa sasa solution, lakini hizi ni taarifa ambazo zimetufikia ikiwa ni mara baada ya kutoa kwa Haruna Kizima na Fadhili Nionzima kwamba anayefuata sasa ni kocha Patrick Msuchebe ambaye anaonekana yuko kwenye mazungumzo na GSM, ambao hawa ni wadhamini wa Young Africans kwa kipindi cha hivi karibuni, lakini pia ndio ambao wamekuwa wakisajili wachezaji kwa siku za hivi karibuni, na ndivyo ambavyo imekuwa. Licha ya tetesi hizo, lakini zipo taarifa pia za uhakika kuhusiana na hili ambalo inaelezwa kuwa usajili mchakato wa kumleta Aussems katika klabu ya Young Africans unatabiriwa kuwa ambao unaratibiwa na mdhamini wao wa vifaa vya michezo kampuni ya GSM, na kwamba tayari mazungumzo yao kati ya hatua nzuri, na Young Africans imefanya usajili wa wachezaji 4 mpaka sasa katika dirisha dogo la usajili kama nilivyokuambia. Tayari imefunguliwa na mali imefunguliwa Disemba 16, ambao kiungo Haruna Kizima na Fadhili Nionzima, Ditram Chimbi ambaye alikuwa kwa mkopo Police Tanzania, Adium Saleh Ahmed, lakini Tarifa Saif Kiakala na kwa mujibu wa afisa habari ya Young Africans hasa Ibumbuli amesema kuwa tetesi hizo zinaweza kuwa kweli, kwa kuwa Aussems ni moja ya makocha waliotuma CV zao katika klabu hiyo. Hata mimi naziona hizo taarifa. Young Africans haina kocha mkuu hivi sasa. Katika mchakato wa kumpata tumepokea CV nyingi. Aussems alituma maombi hata kabla haja kwenda Simba, na vidhibitisho tunavyo. Hayo alisema Hassan Bumbuli. Lakini pia kwa hiyo inawezekana ikawa kweli, lakini yote kwa yote mchakato ukikamilika tutawajuza umma wa mashabiki, lakini pia wa Tanzania wanaotamani kufahamu. Patrick Aussems alifutwa kazi na klabu ya Simba mwezi Novemba, klabu ikisema kuwa ni kutokana na utovu wa nidhamu ambao ulionyesha pamoja na kutokufikia malengo ya klabu hiyo kufikisha Simba katika hatua ya nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika, ambako ni kitu
mojawapo, lakini Simba wamefanikiwa kumleta kocha mwingine, namzungumzia Mbelgiji mwenzake Sven Loic van Broek ambaye tayari ameanza kukiongoza kikosi hicho kunako dimba la Simba Arena. Kwa kiasi kikubwa mazoezi yanaenda vizuri kwa kujiandaa na mchezo dhidi ya Arusha FC AFC, watoto wa A-Town ambao wanacheza mchezo FA Azam Sport Federation Cup. Bila hapo itakuwa ni kuelekea kunako mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara, itakuwa ni michezo miwili, mchezo mmoja ukiwa ni dhidi ya Lipuli, michezo mitatu, mchezo mmoja ukiwa dhidi ya Lipuli, pili ukiwa nafuata KMC, na baada ya hapo atamaliza tarehe 31 dhidi ya Ndanda Football Club. Michezo yote hii itachezwa kunako dimba la Uhuru jijini Dar es Salaam, na baada ya hapo itashuhudiwa pia kuweza kukamilisha mwaka 2019, lakini pia kubwa zaidi likichukua nafasi kwenye usajili. Manara ameeleza kuwa usajili ambao wanaofanya Young Africans hauwezi kuwayumbisha nao wafanye usajili, sababu ni hemko ambayo haina maana kwa upande wao. Wamekuwa ni klabu inayofanya sajili kwa weledi kwa kiasi kikubwa, na ndicho ambacho wanatamani kukiona, na wamempa kocha wao siku 14 za kuhakikisha kwamba anakitazama kikosi, anafanya review, lakini pia kuweza kutengeneza ile ahadi, lakini pia kuleta mapendekezo kwenye bodi ya wachezaji wa aina gani anaohitaji kutokana na mapungufu aliyoona kwenye kikosi chake kuelekea kunako michezo mbali. Lakini kubwa zaidi tunatazama kwa kiasi kikubwa kuhusiana na kile ambacho kimechukua nafasi kwenye taarifa zetu hizi za kimichezo, ikiwa ni pamoja na tetesi za soka kuhusiana na baadhi ya wachezaji wanaotajwa kwamba huenda wakatua. Yuko Maquison ambaye anatokea Yuri Songo, amekuwa akitajwa zaidi kuweza kutoa Young Africans, lakini pia Simba wakiwa na mhitaji, na ni mmoja wa wachezaji wanaoingia katika ushindani mkubwa kwa sasa kutokea Msumbiji, ikiwa ni pamoja na timu zote hizi mbili kongwe kutoka nchini Tanzania zikiwa za mhitaji hasa kuelekea kwenye pambano la watani hawa wawili wa jadi. Haruna Kizima na Fadhili Nionzi alianza kutajwa kwanza mwanzoni kabisa mwa msimu kabla hajaondoka Tanzania baada ya kuachana na Simba Sports Club, lakini bado ikashindikana, akaelekea AS Kigali ambao alifanikiwa kusaini mkataba wa miezi takriban 6 ambayo tayari imekwisha kukamilika, na ndivyo amerejea tena Tanzania kijiunga na Young Africans, ikiwa ni tetesi ambazo tulikuletea, na mara kadhaa pia kulikuwa kuna mapingamizi hapa na pale ya baadhi ya wafuatiliaji wetu wa taarifa kidai kwamba hawezi kurudi Yanga, lakini ndio tayari amesaini mkataba pale Young Africans kupitia wahisani wao kupandwa jezi, nazungumzia vifaa vya michezo, nazungumzia GSM, lakini pia kwenye kocha. Lakini pia Manara ameendelea kusema kwamba ameeleza kuwa Simba inasikiliza mapendekezo ya kocha mkuu Sven Loic van Broek na si kutazama kipi watani zao wa jadi wanafanya, na wao sasa wako tayari kusikiliza ripoti itakayoletwa na mwalimu, na baada hapo wataona ni kwa kiasi gani mambo yatakaa vizuri. Na mnukuu hapa Haji Sande Manara: sisi hatuwezi kufanya usajili sababu ya wenzetu. Simba ni taasisi inafanya kazi kiuweledi, hivyo tunasubiri mapendekezo ya kocha wetu, ndipo ambapo tutayafanyia kazi, na hilo ndilo ambalo litakuwa pendekezo kuu. Kwa upande mwingine, Manara amesema wala hawatishwi na usajili ambao Young Africans wanaofanya hivi sasa, akiamini hauwezi kuwa tishio kwao, kwani wao ni klabu iliyojiandaa kutoa na kile ambacho kwa kiasi kikubwa imekuwa moja ya taarifa ambazo huenda zikawa ni za moja kwa moja kwa kiasi kikubwa kujiuza, lakini pia kuwapa umma wa Tanzania taarifa kuweza kuzifahamu. Lakini pia kupitia ukurasa wake wa Instagram, Manara amekuwa akiposti ama akiweka picha ya mchezaji aliyesajiliwa Niyonzima, kaandika: kabla hujalala sikiliza ujumbe huu, hii ndio Simba, ongeza volume mzee baba Haruna Kizima na Fadhili Niyonzima. Lakini pia akaposti video nyingine bado akizungumzia kuhusiana na sajili wanaofanya, akaandika: kila unachofanya ukumbuke kuweka akiba. Haya ya leo kiko wapi? Haya chomeni sasa Ndengele na wasaidia namba ya Mbuyu Twitter combination iwe bomba, akizungumzia kuhusiana na kurejea kwa Haruna Kizima na Fadhili Niyonzima. Lakini pia ameendelea na bado ameposti nyingine tena, akiposti kivideo, akiandika: huyu actress kamili yupo real katika uigizaji, bad luck simfahamu, ila ningetamani nione movie zake. Haya ni moja kati ya yale ambayo ameandika hapa Haji Sunday Manara, ofisa habari wa Young Africans. Lakini pia kuhusiana na Uchebe kutua, yako mengi ambayo yanazungumzwa, lakini sisi tuzungumzie haya machache ambayo yapo ili yaweze kufika vizuri kwako, lakini pia yaweze kuwafikia vizuri nyinyi ambao mnayafuatilia, na naamini ni moja kati ya watu ambao wameshasikia tetesi hizi. Lakini taarifa rasmi sasa kutoka Simba ndio hiyo imetolewa na ofisa habari kwamba wao hawafanyi usajili kwa miemko, na kwa kiasi kikubwa watasubiri kuona ni kwa kiasi gani
Haruna akizima na Fadhili Ozima narudi nyumbani Dar es Salaam Young Africans. Hii inaitwa talaka rejea, well and good, tupo pamoja. Kwa kiasi kikubwa anaandika Edo Kumwembe, lakini pia mengine mbalimbali ila kuchukua nafasi kibichezo hapa nchini Tanzania, na bado tutakuwa sehemu ya daraja la kujuzana taarifa hizi. Mkaribishe mwenzako, mwambie hapa ndo sehemu salama na sahihi ya wapokeaji wa taarifa zote mbalimbali za kibichezo, lakini pia tetesi zote ambazo zinachukua nafasi Tanzania na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi tukitazama kuhusiana na yale yanaendelea, lakini homa ya mchezo wa tano jadi Januari 4 ukiendelea kuchukua nafasi kila kona ya Tanzania ukitazama, lakini pia kuweka bayana kuhusiana na yale ambayo kwa kiasi kikubwa yamekuwa ndio chachu ya mchezo huu. Lakini pia kaimu mwenyekiti wa Simba Mwina Kariguda amesema kuwa ili kuhakikisha wanapata ushindi dhidi ya Young Africans Januari 4, basi wachezaji wanatakiwa wasidharau timu hiyo ambayo inatumia dirisha dogo kujipanga zaidi, kama ambavyo tayari imeshakwisha kusajili wachezaji wanne nilivyokujuza. Simba na Young Africans zitacheza kwa mara ya kwanza katika mzunguko wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara Januari 4 katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Akizungumza na vyombo vya habari, Kariguda amesema kuwa wachezaji wanatakiwa waheshimu Young Africans pamoja na kuiona haipo sawa kwa sasa, lakini watambue kuwa Young Africans pindi inapocheza na Simba hubadilika kabisa. Wanakuwa na timu nyingine, hawachezi kama wanavyocheza na Mtibwa au Mwadui, hivyo wanatakiwa waheshimu Young Africans. Lakini kubwa zaidi upande wetu kama Simba ni kuhakikisha tunapata ushindi dhidi yao. Hilo ndilo ambalo tumelilenga zaidi, na hakuna kingine cha ziada zaidi ya matokeo ambayo tunayahitaji. Hayo ndo ambayo sasa yamechukua nafasi kwa kiasi kikubwa kunako mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia vyombo mbalimbali vya habari kuhusiana na udhibitisho wa taarifa hizi mbalimbali. Baadhi ya wachezaji, lakini pia kocha mkuu Patrick Osams akatajwa kwamba Uchebe mzee wa Masapta anatua nchini kuweza kujiunga na Young Africans, klabu yake pinzani kipindi akiwa kocha wa Simba. Lakini sasa kazi ni popote, na ukiwa kocha wa mchezaji ya kwako ni kazi, unaweka mapenzi pengine, lakini unaanza kazi rasmi. Sasa ujio wake labda unauonaje? Ujio wa Patrick Osams kuelekea kunako mchezo wa watani wa jadi, unauona mchezo wa aina gani? Lakini pia unadhani inawezekana kupata matokeo ya ajabu ama ya kustaajabisha kwenye mchezo huo wa watani wa jadi, ama kipi unachokifikiria kuelekea Januari 4 ambako hapa katikati pia kuna michezo kadhaa? Simba na michezo mitatu ya ligi kuu Tanzania bara, mchezo mmoja wa kombe la FA dhidi ya Arusha FC, na baada hapo pia ndipo atakabiliwa ama atakuwa anakabiliwa na mchezo huo 2020 dhidi ya wanajangwani Twiga na Jangwani Young Africans. Timu ya wananchi, wawekezaji ni wananchi GSM wakiingiza mkono wao kwa sasa, na kwa kiasi kikubwa inaonekana wao ndio wanaofanya usajili huu wa baadhi ya wachezaji mbalimbali ikiwemo urejeo wa Haruna Kezima na Fadhili Mionzi. Muungane nami tena wakati mwingine ama baadaye katika taarifa nyingine. Ninazo taarifa zingine tena ambazo naendelea kukujuza kupitia hapa, na kubwa zaidi la kwako la kufanya, hakikisha una subscribe hapo, bonyeza alama ya kengele kwa sehemu salama ya wale wanaozipokea taarifa hizi kwa udhibitisho, maelezo pamoja na habari kwa undani kuhusiana na yale yaliyochukua nafasi Tanzania na nje ya Tanzania kimichezo, lakini pia anga na taarifa zingine mbalimbali. Lakini tumejikita sana hapa nyumbani Tanzania kukufahamisha haya yaliyojiri hapa, lengo likiwa ni kuweza kulikuza soka letu, lakini pia kulifikisha mbali zaidi kwa malengo ya Tanzania yetu, lakini pia Vodacom Premium League. Mimi naitwa Kevin Nova, tuungane nami kupitia hapa tena Dream Online TV. Una nafasi ya kuacha maoni yako kuhusiana na taarifa hii, na baada ya kuacha maoni yako nami nitayasoma kama ambavyo nilikuwa nikifanya kwa wengine kibao ambao wengi ambao wamekuwa wakiacha maoni yao kwenye taarifa zetu mbalimbali. Yupo mmoja anaitwa Carlos Shiza, lakini pia wako wadau mbalimbali, mwingine anaitwa Mkude Mbeteni, lakini pia Said Salum, lakini pia Khalfan Kipindia pamoja na Said Omar Said Maokola, lakini pia Jonas Matias, Ajubu Waluhiga, lakini pia Emmanuel Noah, mwingine ni Chiza Marekani, Emmanuel Nyantori, lakini pia Hussein Konzi. Wote hawa ni wadau wetu wa karibu, mara kadhaa wameendelea kutufuatilia kupitia taarifa zetu hizi, na wameendelea kuacha maoni yao, na una nafasi ya kuacha maoni yako, na mimi niko tayari kuweza kusoma kuhusiana na taarifa hii. Taarifa inahusiana na tamko la Haji Sande Manara, lakini pia ujio wa Patrick Osams, kocha wa Simba. Alikuwa kocha wa Simba baada ya kuachana na Simba, sasa inadaiwa kwamba anarejea kuja kuwa kocha
wa Young Africans kwa kipindi hichi cha dirisha dogo la usajili, lakini pia kipindi hichi ambacho Young Africans wameachana na Mwinyi Zakira wakiwa hawana kocha mkuu mpaka sasa. Charles Boniface Mkwasa akikaimishwa kaimu kocha mkuu kwa kipindi fulani, ameiongoza timu hiyo na inadaiwa kwamba huenda akawa kocha msaidizi wa klabu hiyo ya Young Africans. Timu ya wananchi, wawekezaji ni wananchi wenyewe, na ndivyo ambavyo inaelekea kuwa, na tusubiri kuona kama hili nalo litawezekana. Ikumbuke dirisha dogo linafungwa Januari 15. Tutashuhudia mengi sana.